Hapana. Ina maana yule kamati kwa wingi anakatalia hapa jana bana. Na mtazamaji, habari za wakati huu, karibu katika kipindi cha Ushauri Wako kupitia Star TV. Kipindi cha leo tumetembelea maeneo ya Nyamanoro jijini Mwanza kwa ajili ya kumsaidia ndugu yetu Mtanzania mwenzetu ambaye atazungumza hapa, kujitambulisha anaitwa nani, lakini pia kuelezea historia ya maisha yake na mengine mengi yanayomsibu katika maisha. Kupitia kipindi hiki pia unaweza kumsaidia kwa kupitia namba ambazo zinapita chini ya runinga yako. Mara nyingi tumekuwa tukitazama matukio mbalimbali kutoka kwa watu mbalimbali ambao tunakutana nao wakiwa na shida mbalimbali, lakini leo huyu pia ni Mtanzania mwenzetu ambaye tuna jukumu la kuweza kumsaidia aweze kwenda hospitalini na kupata matibabu ya tatizo linalomsumbua. Mimi naitwa Rebecca Molesi, kwa nami hadi tamati ya kipindi hiki. Ina maana yule kamati kwa wingi anakatalia hapa jana bana. Na moja kwa moja twende tukasikilize kila ambacho anapitia katika maisha yake, akianza na historia ya maisha yake, lakini pia atufahamishe magumu anayopitia mbali na tatizo la ugonjwa alilo nalo. Kwanza, pole kwa matatizo na maumivu unayopata kwa sasa. Asante sana ndugu mtangazaji. Tunatazamwa na watu mbalimbali ambao wanatazama Star TV, na leo tukiwa na wewe hapa, bila shaka una mengi ya kuzungumza ili uweze kusaidiwa. Sawa ndugu mtangazaji. Ndio. Kwa faida ya mtazamaji, una familia ya watoto wangapi? Nina familia ya watoto 3. Una umri wa miaka mingapi? Mimi nina umri wa miaka 42. Familia yako iko wapi? Familia yangu iko Dar es Salaam. Na mke wako pia yuko huko? Na mke wangu pia yuko Dar es Salaam. Sawa. Katika maisha unayoishi hapa Mwanza, familia yako iko mbali. Nini shida? Nini kimetokea? Shida kilichotokea, mimi nimepata ajali ya kusumbuliwa na ugonjwa wa miguu. Na mpaka sasa hivi ninavyoongea hivi siwezi kusimama wala kutembea. Na nimeshaenda hadi hospitali, wakanifanyia x-ray, wakaniambia ni mifupa yangu iko salama, lakini mishipa ndio inanisababisha nishindwe kusimama na kutembea. Sawa, kabla hujafika kwenye tatizo linalokusumbua, ni kurejeshe nyuma tu kidogo, utufahamishe maisha ambayo ulikuwa unaishi na familia yako kabla ya kupata tatizo hili la miguu ambalo linakusumbua. Jambo nilikuwa naishi na familia yangu, mimi nilikuwa najishughulisha na vibarua ambao nilikuwa nafanya kazi katika kiwanda cha Wahindi. Nilikuwa nafanya kibarua, nikipata riziki nienda kusaidiana. Nilikuwa naishi na familia yangu, napatia kula na maisha yalikuwa yanaendelea. Na mke wako anafanya shughuli gani? Mke wangu anafanya shughuli tu za kufanya biashara ndogo ndogo. Sawa, na tangu upate matatizo sasa maisha yamekuaje kwa familia yako? Maisha kwa familia yangu sasa hivi sio ni mazuri. Nimekuwa ni maisha tu kwa kuhangaika. Kiujumla maisha ya familia yangu sasa hivi sio mazuri. Nani analea familia? Familia yangu ni mke wangu anaendesha, naye nielewe hivi, anafanya biashara vidogo vidogo. Anafanya biashara ya kuuza matunda, anatembeza mitaani. Basi ndio maisha tu anakuwa anaendelea hivyo. Lakini kiujumla mimi ndio alikuwa ananitegemea, pamoja na familia yangu kwa ujumla ilikuwa inanitegemea mimi. Sawa. Na hapa Mwanza unaishi na nani? Hapa Mwanza nipo kwa dada yangu. Ni dada yako tumbo moja? Ni dada yangu tumbo moja. Ndugu wengine wako wapi? Ndugu wengine wapo nyumbani lakini hawana uwezo. Ila kiujumla mimi nilikuwa namtegemea mamangu. Ila kwa bahati mbaya mamangu nilikuwa namtegemea mpaka sasa alipo duniani. Yeye ndio alikuwa ni kila kitu, nilikuwa namtegemea. Yeye ndio alikuwa ananipatia mimi kula, alikuwa ananipatia dawa za maumivu. Ila mpaka hivi sasa mama tangia amefariki, nimeendelea kuhangaika na sina mtu wa kumtegemea zaidi ya mamangu. Na baba yuko wapi? Babangu alishakuwa amefariki. Mama amefariki lini? Babangu amefariki tangia mwaka 2003. Mama amefariki mwaka huu tarehe 4 mwezi wa 3. Sasa hivi ana mwezi tangia amefariki. Nini kilitokea? Mama ilikuwa ni ghafla tu amefariki. Ndio. Sawa. Na nyumbani kabisa ni wapi? Mimi naishi Msoma,
katika wilaya ya Serengeti katika kijiji kinachoitwa Maji Moto. Ni kabila gani? Mimi ni Mngulimi. Mngulimi. Ndio. Sawa. Pole kwa yale magumu ambayo unapitia katika maisha yako. Asante sana dada. Kwa kweli napitia magumu sana mpaka hivi sasa. Ninasikia maumivu makali sana, yani kutwa zima hata nikilala usiku silali. Yani kwa ujumla ninapata shida sana. Yani mimi nilikuwa naomba kupitia kipindi kwa yoyote ambaye ninisikiza dadangu. Hata kama nitapata mfadhili aweze kunisaidia, na Watanzania wenzangu wanaonisikiliza hivi sasa, naomba waweze kunisaidia. Kwa kweli napitia magumu sana mpaka hivi sasa. Ninapata shida na ninateseka. Sina mtu wa kunisaidia. Mama yangu alikuwa ni mtu ambaye nilikuwa namtegemea katika maisha yangu. Yeye alikuwa kila kitu ananisaidia. Lakini sasa sina mtu wa kunisaidia, na mama yangu alikuwa ananisaidia, na mama yangu mpaka sasa hayupo duniani. Kwa kweli kijuma ninahangaika sana. Naomba kwa mtu yeyote ambaye anaweza kunisaidia aweze kunisaidia niweze kutoka kwenye changamoto nilionayo. Kwa kweli ninapata shida sana. Kwenda chooni nilikuwa ni shida. Hata nikikaa hapo nje nikiona watu wanapita barabarani, na mimi natamani nikiwe kwenye hiyo hali nipate kutembea. Kwa kweli ninapata shida sana, na nakuwa na msongo wa mawazo sana katika kichwa changu. Sababu sikuwa na hali kama hii. Nilizaliwa nilikuwa mzima na natembea, lakini sasa nipo kwenye hali kama hii. Kwa kweli napitia magumu sana mpaka hivi sasa hata sielewi nifanye nini. Naomba kwa yoyote anayenisikiliza aweze kunisaidia nitoke kwenye shida nilionayo. Kwa kweli napitia magumu sana, yani nilipo hapa sielewi nifanye nini kwa kweli. Pole. Asante. Na mtazamaji, umemsikia ndugu yetu Mtanzania mwenzetu hapa. Ameanza kulia mapema kabisa. Si kwa sababu anapenda kulia, ni kwa sababu tu ya maumivu makali anayopitia. Hapo napomuona hawezi kutembea, anatambaa kama mtoto mdogo. Mengi ataelezea namna anavyoishi. Unajua ukiwa na hali kama hii, mambo mengine pia yanakuwa ni magumu sana, na anaishi na dada yake. Huduma anazipataje? Utamsikiliza kwa makini zaidi. Lakini kumbuka kuendelea kumsaidia kwa namba ya msaada ambayo inapita chini ya runinga yako, ili aweze kupata pesa kwenda kupata matibabu. Ukiendelea kutazama Star TV, basi usiondoke. Endelea pia kumsaidia kwa chochote ambacho Mwenyezi Mungu amekujalia, ili aweze kuwa na furaha. Kama ulivyomsikia, akiona mtu anapita barabarani hapo, anatamani kwamba na mimi ningekuwa kama yule. Hii inatokea kwa watu wengi. Ndio, kama ulikuwa ni mzima wa afya njema, unatembea ukapata ulemavu tu ghafla, utatamani kurudi kwenye hali yako ya kawaida, lakini wakati mwingine inakuwa ni changamoto. Tuendelea kusikiliza zaidi kuhusiana na historia yake, lakini kikubwa pia atatueleza ilianzaje mpaka akafikia kwenye hali alionayo kwa sasa. Tuendelee na mazungumzo yetu sasa. Katika maisha unayopitia, kwa nini umekuja kuishi kwa dada yako? Hamna ndugu wengine ambao mmezaliwa nao tumbo moja? Ndugu ninao, lakini ndugu mimi hawana uwezo. Yaani kikubwa mimi ambaye alikuwa ananisaidia, nilikuwa tegemezi kubwa ilikuwa ni kwa mama yangu. Mama yangu mimi ndo alikuwa ananisaidia kila kitu. Hata kunipikia, kunichotea maji, kuniwekea chooni. Ndio ilikuwa mama yangu. Hata dawa za maumivu mama yangu alikuwa ananinunulia. Lakini kwa sasa hivi tangia mwezi umepita huu, leo ni mwezi ambao umepita, tangia mama amefariki, nimeendelea kuyumba sana. Mmezaliwa ngapi? Sisi tumezaliwa 5. Sawa. Ukaona uje kwa dada yako hapa? Nikaona ngoja nije kwa dada baada mama kufariki, na mama nilikuwa namtegemea, nikaona ngoja nije kwa dada yangu hapa nijifanye kujishikiza. Lakini sasa kwa bahati mbaya vipi, hata dadangu naye hana uwezo. Ni mtu tu wa kuhangaika tu, akipata 2000, 3000, 1000, basi hata kifikia wakati mwingine tunaweza tukala hata mlo mmoja. Basi ndio hivyo. Yaani kijumla hata dadangu hana uwezo wa kunisaidia na kunitoa kunipeleka hospitali nikaenda kwenda kufanyia matibabu nikapona. Dadangu kijumla hana uwezo wa kuweza kunisaidia na kunipeleka hospitali. Kwa wakati mwingine chakula pia shida. Chakula napo vile ni shida. Kwa siku tunaweza tukala hata mlo mmoja tukalala. Ni hivyo maisha yanaenda. Ndio. Dada yako hapa amepanga Dada yangu ndio amepanga. Sawa. Sasa tuelezee tukio zima, kuwaje mwanzo wa tatizo lako? Nini kilitokea? Mimi tatizo ambalo lilikuwa limetokea ilikuwa na baruani kwenye mihangaiko yangu kila siku.
Hivyo kwa narudi nyumbani nilikuwa natembea, nilikuwa barabarani. Mara ghafla nikashangaa vijana 3 wamekuja kunivamia kuja kunikaba. Kwa hivyo kuja kunikaba, wale wawili wakawa wanakimbilia mifukoni kuchukua nilicho nacho. Ule mmoja wa 3 akawa amekuja kunikamata shingoni kunikaba. Mimi nikawa napiga kelele za wizi. Wezi wanakuja wananikaba, vibaka wanakuja kunikaba. Sasa wale wawili wakawa tayari wameshakimbia. Yule mmoja ambaye alikuwa amenikaba hapa, nikawa nimemkamata na mimi mkono. Nikawa naogopa kama huyu anaweza kana kitu kibaya akanizuru. Sasa katika zile pukushani nikawa napiga kelele, yule ambaye alikuwa amenikaba shingoni hapa akawa amenisukuma ili apate upenyo naye kufanya kukimbia, watu wasije wakamkamata. Alipokuwa amenisukuma nilivyokuwa nimeanguka chini pale, basi mawasiliano kuinuka kama amepotea. Basi watu waliokuwa wamekusanyika pale wakaja wakanichukua maelezo, nikawa nimewaelezea tukio zima lilikuwa limetokea. Basi wakakusanyika watu wakachukua bodaboda kutaka kunirudisha kunipeleka nyumbani. Bahati nzuri kuna gari ya polisi kaa napita eneo hilo. Gari ya polisi kaa imekuja ile eneo, wakaja wakanichukulia maelezo. Nikawaelezea jinsi ilivyokuwa kubwa, tatizo jinsi lilikuwa limetokea. Basi askari wakaja wakanipakia kwenye gari, wakanipeleka kituo cha polisi Buguruni. Ilipofika kituo cha polisi Buguruni, wale askari wakaenda kaunta pale, wakatoa maelezo, wakaniandikia na PF3. Wakawa wamenipakia kwenye gari, wakanipeleka Muhimbili. Nilipofika Muhimbili wakanipokea, wakanipeleka kwenye vipimo. Nilipofika kwenye vipimo wakanipima pressure, wakaona pressure yangu ipo kawaida. Wakanipiga na X-ray, wakaniambia mifupa yako iko salama, ila kinachokusumbua wewe ni mishipa ambayo imekakamaa katika miguu yako hadi kwenye kiuno, ambayo imekakamaa ndio inakuzuia ushindwe kusimama na kutembea. Kwa hiyo wakaniambia kama kuna uwezekano nenda kafutafute pesa tuje kufanyia matibabu upate kupona, upate kujali yako utembee. Ndio hicho kilichokuwa kimenitokea. Ondoka vizuri. Hapana, mshipa unavuta unarudi nyuma hivi. Sawa. Baada ya kwenda hospitalini ukaambiwaje? Baada ya kwenda hospitalini, baada ya wenyewe kuona tatizo linalonisumbua, wakaniambia ni mshipa ambayo imekakamaa, ambayo ndio inakuzuia ushindwe kusimama na kutembea. Nenda katafute pesa uje ufanyiwe matibabu, tutakutibu, utapata matibabu na utapona kabisa. Na mtazamaji, tumesikia maelezo ya awali ya ndugu yetu hapa Tanzania mwenzetu ambaye anapata maumivu makali sana, maumivu ya misuli, na kutokana na hili tatizo alivyokaa ndivyo hivyo, ina maana akitoka hapa anajivuta. Endelea kumsaidia kwa chochote ambacho umejaliwa na Mwenyezi Mungu, na kukumbusha tu, kwa sababu kutoa ni moyo sio utajiri, na sisi ni binadamu ambao maisha yetu hayatabiriki. Yaani leo unaweza ukawa upo mzima, una afya njema, lakini kesho mambo yakawa tofauti. Ni magumu anayopitia baba wa familia. Ukiona analia, anateseka kiasi hiki, hebu fikiria kule nyumbani, mke wake na watoto wanaishi kwenye hali gani? Wanaishi kwenye mazingira magumu. Ikifikia wakati mtoto wa kiume kijana anaenda kuishi kwa dada yake, ujue basi amemsibu. Kwa hivyo endelea kumsaidia, tunaendelea pia kuzungumza naye hapa kwa undani zaidi. Kwa hivyo tangu mama afariki sasa hakuna huduma yoyote ambayo unaipata? Hapana, hamna huduma yoyote unaipata tena. Mimi nilikuwa tu sasa ni mtu kukaa, hata madawa ya maumivu yale ambayo nilikuwa ananipatia mama hakuna. Hata yule msaada kusema mama kwa ananipatia sasa ananihudumia kama ni vile alivyokuepo, hiyo huduma sasa hivi sipati. Yaani hali ndio imeendelea kuwa ngumu tangu mamangu amefariki dunia. Ndio. Sasa mna mpango gani upo hapa kwa dada yako? Dada mwenyewe unasema uwezo hana. Ni changamoto inakuja hivi, pesa ya matibabu kwaje? Mimi ndo nilikuwa naomba kupitia kipindi hiki, hata kama kuna Watanzania ambao wananisikiliza au kuna mtu yote mfadhili yote ambaye ananisikiliza sasa, ninaomba msaada kwa yote alionacho, kutoa ni moyo, aweze kunisaidia niende hospitali wakanipatia matibabu nipate kupona kabisa, nirudi kwenye hali yangu. Kabla hujaenda hospitalini kuna sehemu yote ulipita kwa ajili ya kupata matibabu? Hapana. Sijawahi kupita kupata matibabu. Kwenye tiba za asili? Kwenye tiba za asili nilienda tu, aliniambia kwamba niwe natumia dawa za kukanda, lakini hazikuweza kunisaidia ili kwa ajili ya maumivu. Lakini maumivu naona yameendelea kuwa makali zaidi. Hili tatizo umelipata mwaka gani? Hili tatizo sasa hivi ni miaka 3.
Nimelipata kuanzia mwaka 2021 mwezi wa 12 tarehe 17. Ndio. Sasa wakati hujaja huku Mwanza, mama ndo alikuwa anakuuguza ukiwa nyumbani ama uko hospitalini? Nikiwa nyumbani. Ndio, kwa sababu hospitali walishaniambia kwamba kinachokusumbua wewe ni mishipa. Kwa hiyo nenda katafute pesa. Utakapokuja tutakufanyia matibabu na utapona kabisa, utatembea. Kwa hiyo mimi nilikuwa mama ndo alikuwa tu ananipatia tu dawa za maumivu kwa ajili ya mishipa. Kwa hiyo nilikuwa niko nyumbani, siko hospitali. Kuna hisia yoyote ambayo unaipata ama upati hisia yoyote kwa kutokana na mifupa hiyo? Mawasiliano yapo nayasikia katika miguu. Mawasiliano hapo kama kawaida. Hata kuchezesha miguu hivi nachezesha, kunyanyua hivi na ninyua. Mawasiliano yapo vizuri tu. Tatizo ni mishipa hii ndio inayonisumbua. Yaani inakuwa inanibana, imekakamaa katika miguu hadi kwenye kiuno. Yaani itapokuwa imetoka hiyo, watakaponifanyia matibabu natembea vizuri tu. Ugumu gani unaopata ukiwa na hali hii? Yaani hali hii kwa kweli, yaani ugumu unaokuwa unampata ni kupitia changamoto nilionayo hii. Kwenda chooni inakuwa ni shida. Inakuwaje? Kuoga inakuwa ni shida kwa hali nilionayo hii. Hebu tufafanulie inakuwaje kwa huduma hizo, kwa sababu unaishi na dada yako. Bora angekuwa ni kaka yako, lakini ni dada yako wa kike huyo. Kwenda chooni, kuoga na huduma nyingine unafanyaje? Kwenda chooni dada yangu ananiwekea kabisa, anapokuwa ananiwekea maji kabisa chooni. Kwa hiyo hata kama anapokuwa anaenda kwenye shughuli zake anakuwa ananiacha hapa. Anakuwa anaelewa kabisa chooni kule kaniwekea maji. Kwa ninapokusikia kwenda chooni, mimi mwenyewe huwa nasotea matako. Hadi ninapofika chooni, basi najivuta hivyo, najitahidi hivyo kwa hali nilionayo hii. Naendelea kuvumilia tu hivyo, lakini ninapoenda chooni bado naendelea kusikia maumivu makali. Na kweli nikielezea ni shida. Ninapokuwa naenda chooni napata ni shida hapo iko ni tabu. Kwa hiyo unakuwa unatembelea kwa makalio mpaka chooni? Ndio, unatembelea kwa makalio. Unashika chini? Natembelea kwa makalio kama hivi. Naenda na makalio kwa sababu hata magoti haya siwezi kutembelea. Nikienda na magoti mishipa huko inaendelea kunivuta. Na nasikia maumivu makali. Kwa mimi kwenda chooni, kwenda wapi, huwa natembea makalio tu. Kuoga napo najivuta natembea makalio. Hauna ndugu yako wa kiume wakaja kukuuguza na dada hapa? Hapana, ndugu wa kiume hapa sina. Yuko wapi? Ndugu wa kiume yuko nyumbani huko. Kwa nini asije kusaidia? Ana familia yake huko nyumbani huko. Sawa, anaweza akawa na familia lakini wewe ni ndugu yake, kwa nini asije kusaidia na dada yako? Sasa ana mambo mengi huko dadangu. Afa hata yeye mwenyewe ana mambo mengi huko, hadi uwezo wa kuja huko. Uwezo hana. Ndio maana ngoja nimeamua kwamba kuja hapa nifanye kuumilia tu hivyo hivyo. Unajisikiaje? Ulikuwa mzima, una afya yako tu nzuri, lakini sasa umefika kwenye hatua kama hii? Yaani nikiwa mzima, nikiwa na afya yangu najisikia vizuri sana. Hata usongo wa mawazo ule nakupo sina, lakini kwa hali kwa kweli napata shida sana. Yaani ninapata shida sana na changamoto nilionayo hii inanipa shida na inanipatia usongo wa mawazo sana. Kwa kweli kijumla ninateseka. Kwa sababu mimi nilikuwa mzima, sikuwa na hali kama hii. Nilikuwa nipo mzima. Yaani kwa kweli napitia magumu sana. Ni uvumilivu wangu kama ni mwanaume tunaona ngoja tu iwe hivi. Lakini kwa kweli napitia magumu sana. Na ninapata shida na napata maumivu makali sana. Maumivu makali unayopata wakati gani hasa? Maumivu makali mimi napata muda wote. Yaani muda wote ni maumivu? Maumivu muda wote napata maumivu. Na wakati mwingine ninapokuwa najivuta hivi, miguu ninapokuwa naivuta hivi, ninasota nikiwa chini hivi, mishipa mtu unasikia ile maumivu makali sana. Na mtazamaji, tumesikia maelezo ya awali ya ndugu yetu hapa Tanzania mwenzetu ambaye anapata maumivu makali sana, maumivu ya misuli, na kutokana na hili tatizo alivyokaa ndivyo hivyo, ina maana akitoka hapa anajivuta. Endelea kumsaidia kwa chochote ambacho umejaliwa na Mwenyezi Mungu, na kukumbusha tu, kwa sababu kutoa ni moyo sio utajiri, na sisi ni binadamu ambao maisha yetu hayatabiriki.
Yaani leo unaweza ukawa upo mzima, una afya njema, lakini kesho mambo yakawa tofauti. Ni magumu anayopitia. Baba wa familia ukiona analia, anateseka kiasi hiki, hebu fikiria kule nyumbani, mke wake na watoto wanaishi kwenye hali gani? Wanaishi kwenye mazingira magumu. Ikifikia wakati mtoto wa kiume kijana anaenda kuishi kwa dada yake, ujue basi amemsibu. Kwa hivyo endelea kumsaidia, tunaendelea pia kuzungumza naye hapa kwa undani zaidi. Sababu mishipa inakuwa inaivuta. Unasikia maumivu makali ninapokuwa naenda chooni. Napo ninasikia ni maumivu makali. Nikinyanyuka hivi nikitaka kukaa kwenye kigoda hivi, nikiwa hata chooni, nasikia mishipa huko inanivuta. Napata hadi maumivu makali hadi kwenye nyonga huko kote. Ni maumivu makali sana. Pole, usilie. Silika. Pole. Napata shida mingi. Pole, Mungu atakusaidia, utapona. Napata shida sana kwa kweli. Utapona. Yaani ni hali ambayo sijazoea nao, sikuwa hivi. Yaani hali imekuja kupata tu niko kubwani hivi. Kwa kweli napata shida sana. Kama kukaa kwenye shida hivi, kulala unafanyaje? Kukaa shida hivi. Kulala unafanyaje? Nikilala hivi. Kwa sababu hii miguu imeshipa hii. Miguu inakuwa shida kunyoka. Nikilala hii miguu hii ndio inakuwa inajirudi hivi, mishipa hii inavuta huko nyuma huko. Unasikia maumivu makali sana. Kwa unalalaje sasa? Kulala. Kulala nalalia ubavu hivi. Siwezi kulala chali wala kifudifudi, nalalia ubavu hivi. Kitandani. Unapolala hivi. Sababu nikilala kifudifudi hivi, miguu inarudi nyuma hivi. Mishipa inanivuta. Au nikilala chali hivi, bado hadi kwenye nyonga huko kote huko, hadi huko kote inanivuta hivi. Kwa nikilala mimi nalala tu hivi. Hivi tu basi. Miaka mitatu yote shida ipo hivi. Miaka mitatu. Tangia mwaka 2021. Mwezi wa 12. Tarehe 17. Kwa Mwanza hapa hujaenda hospitali yoyote? Kwa Mwanza hapa bado sijaenda hospitali yoyote. Kwa sababu nilienda Muhimbili ndio wakaniambia kwamba wewe tunachokusumbua ni mishipa. Mifupa yako iko salama. Ila kinachokusumbua ni mishipa. Mishipa imeka kama inakubana. Kwa hiyo utavoenda kutibiwa kufanyia matibabu, hali yako utapona na utakuwa vizuri. Ila kinachokusumbua ni mishipa ambayo inakubana, ndio inakusababisha wewe ushindwe kusimama na kutembea. Ila hamna kitu kingine, ila ni miguu yako, mifupa yako iko vizuri. Kinachokusababisha ushindwe kusimama na kutembea ni mishipa. Unajua kuna matukio mengine ya ghafla, mfano mmebanwa haja ndogo ghafla na kutembea kwako ni hivi. Mpaka uje ufike uani inachukua muda. Afanyaje? Nikisikia haja ndogo kama inaenda kunikaribia, mimi mwenyewe najivuta taratibu na sota naenda hadi chooni. Chakula unakula vizuri? Chakula ndio nakula vizuri. Lakini ndo mlo mmoja kwa siku. Inatokea mlo mmoja. Kwanza kanywa hata chai au singine hata chai sinya, hamna chai ya kunywa chai. Kala tu mchana, kalala hadi kesho.
Unaweza ukanywa chai asubuhi? Ndio. Mpaka kesho yake. Hata kama kinapatikana chochote ukala usiku. Au inatokea siku zingine unaweza ukala hata mchana. Ndio kala hadi kesho, ukala hadi kesho. Tunarudi pale pale kwenye swala la ndugu sasa. Ndugu anajua kabisa wewe unaumwa na upande wa chakula kama hivi. Kwa nini wasichange kiasi hata kuwatumia ninyi kwa ajili ya kupata chakula? Ndugu zangu, dadangu hawana uwezo kwa kweli. Ndio maana nikasema kwamba yani tegemezi langu ni kubwa ilikuwa ni mamangu. Mamangu ndiye alikuwa ni msaada mkubwa sana kwangu. Yeye mimi ndio alikuwa ananiangalia, mimi ndio nilikuwa namwangalia yeye. Hata dawa za maumivu hizi yeye ndio alikuwa anaenda ananichukulia ananipatia, lakini bahati mbaya mamangu hayupo. Kashatoka duniani. Na hali yangu sasa ndio inaendelea kuwa ngumu. Sawa. Unajisikiaje? Ulikuwa mzima, una afya yako njema, unatembea, unafanya shughuli zako, lakini sasa uko kwenye hali kama hii. Unajisikiaje wewe kama baba wa familia? Kwa kweli sijisikii vizuri. Najisikia niko tofauti. Ndio maana nikasema kwamba ni kwa kweli najisikia niko tofauti kama niko tofauti, yani kama sipo duniani. Kwa sababu nilivyokuwa mara ya kwanza na hali nilionao sasa hivi. Naona nao sasa hivi. Kwa kweli inanitesa na inaniumiza sana. Ndio maana hata nikimwona hata mtu pale barabarani anatembea, ninatamani niwe kama yule. Lakini huwezi. Lakini ndo siwezi, nashindwa nifanyeje. Na ninatamani mimi nisimame nitembee. Niende hata niangalie familia yangu. Niendelee nifanye na shughuli. Unapokuwa unazungumza na familia yako wanasemaje? Ninapozungumza na familia yangu, wanasema wapo lakini hali sio nzuri kama mara ya kwanza. Naam, mtazamaji, umemsikia ndugu yetu Mtanzania mwenzetu, kaka yetu hapa alichoeleza kile kinachomsibu. Tatizo la misuli ni tatizo kubwa, sio dogo. Ina maana kuanzia kwenye uti wa mgongo kuteremka chini mpaka kwenye miguu, yeye ni tatizo. Ameeleza maumivu makali anayoyapata pia kutokana na changamoto alionayo. Sasa yule dada ambaye anamuuguza tuko naye hapa, na yeye aweze kueleza nini anachopitia, changamoto zipi anazopitia wakati wa kumuuguza kaka yake. Haya, tuko na wewe tena dada. Pole kwa kuuguza. Asante dada. Pole sana. Asante. Umeanza kuuguza tangu mwaka gani? Tangia mwaka 2021. Kwa kweli tunapata changamoto kubwa sana. Maendeleo ya kaka yakoje? Maendeleo ya kakaangu ni mabaya sana. Maisha ni mabaya sana. Maisha mabaya jiwezi kila kitu. Sawa. Hebu tueleze yale magumu anayopitia. Yale magumu anayopitia ni mengi sana. Jiwezi kila kitu. Miguu yake ni shida, kusimama hawezi, kutembea hawezi. Ni shida kabisa. Unaishi naye hapa, lakini najua unashuhudia vile anavyohangaika kwa huduma anazotakiwa kupata. Ni changamoto zipi kubwa ambazo unaona kwake ni changamoto zaidi? Changamoto kwake ni kubwa, yani tatizo la miguu, hajiwezi kusimama, hajiwezi kutembea. Wakati anaanza kuumwa ulikuwepo? Pindi anaanza kuumwa. Kipindi anaanza kuumwa alikuwa huko Dar, nilikuwa huko Mwanza. Kwa tangu aje hapa ana muda gani? Ana mwezi. Unaweza kumsaidia, kumhudumia? Uwezo sina, lakini kikipatikana ndio hicho. Ikikosekana ndio hicho. Kwamba mimi uwezo wa kumsaidia sina. Ikipatikana hata 200 hata ngapi ndio hicho tunachokula ndani basi. Ikikosekana tunalala njaa, kikipatikana tunakula. Unapokuwa naye huwa anazungumza nini? Tukiwa naye huwa anaelezea tu ugonjwa wake tu, miguu yake inavyomsumbua tu basi. Hajiwezi kusimama, hajiwezi kutembea. Kwa muda wote anajivuta au kuna wakati wewe unamsaidia kutembea? Unamshikilia? Hamna, mwenyewe tu.
Huwa anatambaa tu mwenyewe kwenda uani chooni ni mwenyewe tu. Ila namsaidiaga tu, namwekea maji chooni, mimi ndio naenda kazini. Unaenda kazini muda gani? Siku hizi naenda asubuhi. Unarudi muda gani? Narudi jioni. Unamwacha peke yake? Huwa namwachaga peke yake. Sasa ikitokea kazidiwa inakuaje? Anaumwa, hawezi kutembea, hawezi kusimama, anabaki peke yake asubuhi mpaka jioni. Ikitokea kazidiwa inakuaje? Akizidiwa ana simu, anaweza kunipigia simu nikakimbia nikaja kumuona. Ni kama ni jukumu kubwa sana kwa shida alionayo wewe kama dada kumsaidia ukiwa peke yako. Ni jukumu kubwa. Ndugu ana msaada gani kwenu? Ndugu hawana msaada. Kwa nini? Hawana uwezo. Ambaye alikuwa na uwezo anamsaidia ni mama yetu. Sasa hivi hayupo. Mungu ndo amemchukua. Unajisikiaje unapomuona kaka yuko hivi? Najisikia vibaya kweli dada. Hakuwa hivi kwa kweli, hakuwa hivi. Yaani hilo tatizo limempata ukubwani tu. Pole pia kwa kuuguza. Asante. Kuna sehemu yote mmeenda kwa ajili ya kujua afya yake kwa ndani zaidi mbali na kule Muhimbili alipokwenda? Hamna. Hapa hajaenda hospitali Mwanza. Sasa mlikuwa mmekaa tu hivi wenyewe bila matibabu yoyote. Nini ambacho mlikuwa mnategemea na hali ya mgonjwa inazidi kuwa mbaya? Tatizo ni hela. Hatuna hela kumpeleka hospitali. Kwa angekaa hivi? Eti angekaa hivi na maumivu. Unajua na maumivu makali. Ukiona mwanaume analia, ujue kweli anaumia. Anaumia, maumivu makali Maumivu ni makali. Kwa hamna chochote? Hamna. Sawa. Unamwambia nini mtazamaji ambaye anatazama kipindi hiki kwa sasa? Namuomba amsaidie. Tanzania wamsaidie. Hana uwezo, anaomba msaada. Sawa. Na mtazamaji, tumetoka kumsikiliza dada yake akizungumza hapa. Kwa ufupi tu ameeleza namna ambavyo kaka yake anapata shida kutokana na changamoto alionayo. Sasa turejee kwa mhusika mwenyewe. Atueleze, ndiye anajua namna anavyoteseka. Ningependa afunguke tu kwa undani zaidi kwa faida ya mtazamaji, namna hali ilivyo, kwa sababu hata nikiona miguu yako iko tofauti. Tueleze. Kwa kweli ama kuna Mtanzania yote ananisikiliza hapa, kwa kweli napitia hali ngumu sana na napata mateso na maumivu makali sana nilionayo. Tangia nimepata tatizo hili mpaka hivi sasa, kwa kweli na changamoto nyingi sana na napitia magumu sana makubwa. Kwanza nasikia maumivu makali katika viungo vyangu, katika miguu yangu hadi kwenye nyonga kote. Kwenda chooni ni shida. Ninapokuwa najivuta natambana napata shida sana, napata maumivu makali. Vile hata hivi sasa ni sina msaada na yoyote nilipo hapa. Mamangu ndio alikuwa tegemezi, mamangu ndio alikuwa ananisaidia kwa kila kitu. Ndugu zangu hata kama walikuwa hawana uwezo wa kunisaidia, lakini bado nimeendelea kuomba msaada, lakini hamna yote ambaye kuja kunisaidia kutokana na hali nilionayo. Yaani kwa kweli kiujumla napitia magumu sana mpaka hivi sasa. Na hapa nilipo na familia yangu ambayo nimeiacha huko, bado inaendelea kuhangaika, inateseka, nao ilikuwa ni tegemezi kwangu mimi. Kwa kweli inateseka sana. Hata watoto kipindi hiko watoto nao inafikia wakati kwenda shule wanakuwa wakati mwingine shule hawaendi kwa kosa michango pamoja na karo ambazo wanakuwa nadaiwa shule. Kwa kweli napitia changamoto kubwa sana kikubwa kinachoniumiza mimi ni maumivu makali. Nasikia maumivu kali katika viungo vyangu. Inafikia wakati mwingine nalala na kati kwenye kitanda hivi hadi asubuhi silali kwa ajili ya maumivu. Kwa kweli inaniuma sana na napata changamoto na maumivu makali sana. Kwa kweli yani maumivu ndio yanayonitesa mimi, nasikia maumivu makali sana.
Kwa hiyo na yote yule ambaye ananisikiliza mimi, au kama kuna mtu yote mfadhili yote au Mtanzania yote ambaye ananisikiliza mimi, naomba anisaidie, anitoe chochote nicho nacho, niende hospitali nikapate matibabu, nipone, niweze kurudi kwenye hali yangu mimi. Kwa muda wote unakuwa unahangaika hivi? Kwa muda wote ndio nahangaika hivi. Kukaa napo ni shida, misuli nasikia inavuta, maumivu. Wakati mwingine kulala inashindwa kulala. Nikikaa hata kitandani, naweza nikakaa kitandani hata nisilale kwa ajili ya maumivu, naweza nikashinda nimekesha usiku kucha hata silali. Ni maumivu, hadi maumivu ni muda wote, iwe asubuhi, iwe mchana, iwe usiku. Ni maumivu matupu tu, misuli kwa inakuwa inavuta, mishipa inavuta, hadi kwenye kiuno, kwenye nyonga kote ni maumivu matupu yani. Yaani kwa kweli sina raha yani, napata shida kubwa sana, napata maumivu makali sana. Pole sana kwa changamoto unazopitia. Unajua na tafakari hata nashindwa kupata jibu. Na ulifikaje hapa kwa namna ulivyo? Hapa kwa dadangu. Hapa kwa dadangu mimi kufika hapo alinipakiza kwenye pikipiki nikiwa huko nyumbani. Wapi? Msoma. Msoma pale alinipakia kwenye pikipiki, ilinifuata hadi mlangoni pale, nilikuwa na sota kwa matako, watu wakanibeba, wakanipakia kwenye pikipiki kunipeleka stendi. Na nilipofika stendi wakanishtua, wakanishusha, nikakaa chini na kunipakia kwenye gari, vile vile wakanibeba tena, wakanipakia kwenye gari. Na nilipokuwa nimeshuka hapa Mwanza, vile vile walinibeba na kunishusha chini na kunipakia kwenye daladala. Niliposhuka kwa stendi ya daladala, vile vile wakanibeba. Yaani nilikuwa ni mtu tu wa kubebwa na kuwekwa kwenye chombo cha usafiri. Ni mtu tu wa kubebwa, yaani kutembea siwezi wala kusimama hapa siwezi. Yaani nimekuwa ni mtu wa kubebwa tu basi. Nikiwa kama hapa nyumbani nimekuwa ni mtu tu wa kusotea tu matako, nikienda chooni nasotea matako. Basi ndo maisha nilionayo hivi, lakini ni shida. Napata ni shida kweli kweli, na maumivu ndio nayo nitesa mimi. Maumivu, nasikia maumivu makali sana. Hata kulala usiku wa silali, naweza nikashinda nimekaa kama hivi hadi asubuhi kuna kucha, nasikia maumivu makali sana. Kwa hiyo ina maana kuwa baada ya mama kufariki hapakuwa na msaada mwingine, ndio maana ukaamua kuja hapa? Tangia mama amefariki, hamna msaada wote ulioendelea. Hata mama alivyokuwepo yupo hai, ina maana msaada ulikuwa hamna, tofauti na mamangu. Yaani mamangu ndio ilikuwa ni tegemeo kubwa sana kwa mimi. Mamangu ndio alikuwa ananisaidia kwa kila kitu. Hata dawa za maumivu alikuwa ananinunulia na ananipatia. Lakini mama alivyokuwa amefariki, mpaka hivi leo nimekuwa tena ni changamoto inaendelea kuwa ni kubwa. Yaani hamna msaada wote ule. Sawa, mama alifariki, lakini utakiwa upate matibabu mapema. Mbona mmechelewa sana kutafuta pesa ya matibabu? Pesa ya matibabu tumechelewa. Tulikuwa tunatafuta, lakini pesa ya matibabu hatujaipata hiyo pesa. Miaka mitatu yote? Miaka mitatu yote. Bado haijapatikana hiyo pesa. Sababu umetuambia kama tutafute milioni. Sasa tulikuwa tunatafuta na ndugu zangu mimi hawana msaada na mimi. Na mimi tegemeo kubwa ilikuwa ni mamangu. Na mamangu ndiye alikuwa anafanya mchakato kunitafuta hiyo pesa ili niende nikatibiwe. Sasa leo mamangu mimi hayupo duniani. Yaani sasa hapo ndo maisha yameendelea kuwa ni magumu. Na mimi mamangu ndo nilikuwa namtegemea. Sawa. Kwa hivyo unatarajia kwenda hospitalini ukipata pesa ya matibabu. Na kwa dada yako hapo unatarajia kuondoka lini? Ama ndo mpaka upone utakuwa hapa? Hapana, yani mimi nitapokuwa nimepata hiyo pesa ya matibabu, yani nipo tayari niende hospitali wakanifanyia matibabu nipate kupona. Nipo kwa dada yangu hapa kutafuta hiyo pesa. Kama kuna pesa yote Mtanzania yote atanichangia, au kama nitapata mfadhili yote atanichukua kwenda kunipeleka kwa matibabu nipate kupona, ndio itakuwa vizuri sana, nitafurahi katika maisha yangu. Kuna jambo moja, walikwambia shilingi milioni 1 ili ukatibiwe. Wanaenda kukufanyia matibabu yapi? Ni upasuaji ama wanakupa dawa tu ama nini? Walikupa maelezo gani? Wenyewe waliniambia naenda kunifanyia operation, upasuaji. Upasuaji wa kwenye mishipa.
watakaponifanyia upasuaji, nitapokuwa wamefanyia upasuaji watanipatia na dawa. Kwa hiyo nitakuwa vizuri, nitapona na nitatembea. Ndio. Sawa, tumekuelewa vizuri. Unamwambia nini mtazamaji ambaye anatazama kipindi na amesikiliza maelezo yako? Tulikuwa tumekutembelea hapa nyumbani, umekaa mwenyewe hapa, unawaza, unasikitika, una maumivu makali, mwambia nini? Mimi mtazamaji anayeniangalia hapa, ninamuomba anisaidie chochote alicho nacho. Ninaomba anisaidie niende hospitalini nikapatiwe matibabu, nili nipate kupona kabisa, nirudi kwenye hali yangu na niweze kurudi huko, nende nikaiangalie familia yangu, niweze kuisaidia, kwa sababu familia yangu mpaka sasa ipo kwenye wakati mgumu sana, na mimi mwenyewe hali yangu ndo kama hii. Ninaomba kwa mtu yeyote ambaye ananisikiza na ananiangalia, ninaomba kwa chochote alicho nacho aweze kunisaidia nitoke kwenye hii hali. Hii hali inanitesa sana, inanipatia maumivu makali sana. Ninashindwa kulala usiku kucha, ninashinda kwenye kitanda hadi kuna kucha kwa ajili ya maumivu makali. Yaani kiujumla hii hali inanitesa sana katika maisha yangu. Ninaomba kwa yoyote ambaye ananiangalia na ananisikiliza, kwa Mtanzania yoyote, naomba nichangie kwa chochote nacho. Mungu atambariki. Kule nyumbani familia yako wamepanga ama ni nyumba ulikuwa umejenga? Kule nyumbani familia imepanga. Unamudu vipi kulipa kodi? Hiyo kodi ni mwanamke ndio analipa, kuna biashara zake wanafanya ndogo ndogo. Anahangaika na anapata pesa, analipia kodi. Alishawahi kuja kukuangalia? Alishawahi kuja kuniangalia. Afu akarudi kuendelea majukumu mengine, kwa sababu kule kuna watoto wanasoma. Kwa hivyo fikia wakati wa kipindi cha kufunga shule cha likizo, alitoka akaja akaniangalia naendeleaje. Unapokuwa unazungumza naye ama alipokuja hapa, anaona hali yako ilivyo, wewe ni mume wake, ni familia yake, anazungumza nini mke wako? Yeye anapokuja ananiona, anaona kwamba hali yangu bado ni mbaya. Anaona mbona hali bado ni mbaya, mbona bado hali nyingine inakuwa hivi. Kwa kweli yeye bado anaendelea kusikitika kutokana na hali anaendelea kuniona jinsi nilivyo. Sawa, pole, Mungu atakusaidia na watazamaji wamekusikia, wamesikia kilio chako, watakusaidia kulingana na uwezo walionao kwa chochote kile ambacho wanacho. Kikubwa zaidi tu ni kuendelea kumuomba Mungu na kuvuta subira, na kitakachopatikana basi tutashukuru Mungu ili uweze kwenda kupata matibabu. Na mimi nitashukuru sana kwa Mtanzania yote ambaye ananiangalia hapa na ananisikiliza. Ninaomba unisaidie nipate kupona. Kwa kweli ninapata shida sana. Ninaomba kwa yote aliyonacho, chochote ambacho mtu yote aliyonacho Mtanzania na kama ananisikiliza hivi, ninaomba anisaidie. Nitoke kwenye shida, nitoke kwenye mateso haya. Nitoke kwenye hii hali mbaya nilionayo. Mimi nitamshukuru na naomba Mungu anisaidie. Chochote atakachotoa. Na mtazamaji, tumemsikia ndugu yetu Mtanzania mwenzetu akizungumza kwa uchungu, akilia, akitoa machozi kutokana na maumivu makali alionayo. Maumivu si kidogo, makali. Tangu tumeanza kuzungumza mpaka tunamaliza amekaa hivi hivi. Anajigeuza kwa shida, alivyokaa ndo hivi hivi, chakula shida. Ndio anakula mlo mmoja kwa siku. Tena inaweza ikawa ni chai tu. Ni kutokana na ugumu wa maisha. Ametoka kule kijijini, amekuja kwa dada ili aweze kumsaidia. Na sisi tumepata taarifa kutoka kwa dada yake ambaye ndiye msaada wake mkubwa. Kwa hivyo unaweza kumsaidia pia kupitia namba ya dada yake ambaye anamuongoza hapa ili aweze kupata matibabu. Sina la ziada katika kipindi cha ushauri wako leo. Shukrani kwa kuwa nami mwanzo hadi mwisho. Lakini kumbuka kameramani wangu ni Hans Ngaiza pamoja na mhariri wa kipindi Victor Chacha. Langu jina ni Rebecca Munesi. Kuwa na wakati mwema. Wakati wote anaweza akatuondoa. Nilizaririka udini naacha mtoto kwenye kitanda naenda kuomba atimbali. Ina maana yule maji kwa wingi anakatalia hapa jana bana.